Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Israeli na Marekani, vita ambavyo vimeanza Februari 28, 2026 kwa Marekani kuishambulia Iran, hali iliyopelekea kuuawa kwa viongozi na mamia ya watoto waliokuwa shuleni. Nikwambie, leo ni siku ya 5 ya vita hivi na wimbi la 17 la operation Ahadi ya Kweli ya 4 limeendelea. Vikosi vya majeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaendeleza operation za Ahadi ya Kweli sehemu ya 4, ikiwa ni katika kujibu uchokozi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli ulioanzishwa Jumamosi. Operesheni hizo za kijeshi za Iran zimeendelea kulenga ngome za kijeshi, kiuchumi na kisiasa za utawala wa Israeli na vituo vya kijeshi na kijasusi vya Marekani katika ardhi za nchi za eneo. Nilikupa ripoti kwamba makao makuu ya CIA kule Saudi Arabia yaliweza kuteketezwa kabisa na jeshi la Iran. Sasa pia kikosi cha baharini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetangaza kwamba meli 10 za kubeba mafuta zimeshambuliwa baada ya kupuuza maagizo ya usalama, na sambamba na kutangaza kuwa lango bahari la Hormuz lipo katika udhibiti kamili wa Iran. Eneo hilo la bahari ni njia ya meli zote za mafuta na biashara zinazotoka katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Mehr, katika siku ya 5 ya vita, mkuu wa kitengo cha siasa kwenye kikosi cha majini cha IRGC, Kanali Mohammed Akbarzadeh, ametangaza kuwa ujumbe umeshatumwa katika mtandao wa meli duniani kote kwamba lango bahari la Hormuz kutoka mwanzo hadi mwisho lipo katika hali ya vita na hivyo ni hatari kwa meli yoyote. Hadi sasa meli za mafuta zaidi ya 10 ambazo hazikuzingatia maagizo haya zimelengwa na kuteketea. Ameongeza kuwa hatua hii imesababisha bei ya mafuta kuongezeka kwa kiasi kikubwa katika soko la kimataifa. Ikiwa hali hii itaendelea kwa wiki 3, uchumi wa dunia utapata mshtuko mkubwa. Kwingineko, kamandi ya Hatam al-Anbiya ya majeshi ya Iran imetoa onyo kuhusu mpango wa pamoja wa utawala wa kizayuni wa Israeli na Marekani wa kutoa tuhuma zisizo na msingi dhidi ya Iran. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa mashambulizi ya majeshi ya Iran yanalenga tu maadui hao wawili, Marekani na Israeli. Ifahamike kuwa nchi jirani na nchi za Kiislamu katika eneo hili hazilengwi na majeshi ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza kuwa inalenga tu vituo vya kijeshi na kijasusi vya Marekani ambavyo vipo kwenye ardhi ya nchi za eneo. Katika operesheni ya hivi karibuni, ndege zisizo na rubani za Shahid-136 za majeshi ya Iran zimelenga kituo cha jeshi la kigaidi la Marekani nchini Bahrain. Aidha, saa chache zilizopita, meli ya moja ya meli ya kivita ya Marekani iliyokuwa inajaza mafuta kutoka kwenye meli ya mafuta ya jeshi la Marekani ikiwa kilomita 650 kutoka kwenye pwani ya Iran katika bahari ya Hindi imelengwa kwa makombora ya Kadri 380 na Talaiya ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kulingana na ripoti ya shirika la utangazaji la Iran kwenye taarifa namba 19 ya operesheni Ahadi ya Kweli ya 4, jeshi la IRGC limesema operesheni ya jeshi la majini la IRGC dhidi ya meli za kistratejia ya Marekani iliyokuwa zaidi ya kilomita 600 kutoka Iran katika bahari ya Hindi imetekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Kulingana na ripoti, moto mkubwa umezuka ndani ya meli hizo mbili na kupelekea moshi mkubwa kutanda katika eneo hilo la bahari. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza kuwa itaendeleza operesheni hizo za kulipiza kisasi ili kuwaadhibu vikali maadui walioanzisha uchokozi. Iran ilikuwa imeonya mara kadhaa kuwa shambulizi lolote dhidi yake litawasha moto mkubwa katika eneo la Asia Magharibi. Sasa ni kwambie pia, waziri wa elimu wa Iran Alireza Kazemi amesema kwenye mashambulizi ya kigaidi yaliyoanzishwa na Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran Jumamosi, hadi sasa wanafunzi wasiopungua 185 wameuawa shahidi. Aidha, takriban shule 20 zimeshambuliwa kwa mabomu katika hujuma hizo za kigaidi za Israeli na Marekani nchini. Kazemi amenukuliwa na shirika la utangazaji la Iran akisema, natuma salamu za rambirambi kwa familia za wanafunzi na walimu. Katika nchi nzima inaweza kuwa matukio kama haya hayajawahi kutokea katika historia ya binadamu. Kazemi ameendelea akisema, Marekani na Israeli hudai kutetea haki za binadamu, lakini tawala hizo zimetekeleza hujuma ya kinyama dhidi ya wanafunzi wetu na walimu walipokuwa wakifundisha na kufundishwa ndani ya madarasa. Aidha, amesema kuwa takriban wanafunzi na walimu 120 wamejeruhiwa na wapo kwa sasa kwenye hospitali, na ameongeza kuwa mashambulizi haya yamegusa shule, hospitali, huduma za dharura na shirika la Hilali Nyekundu, na kuongeza kuwa jinai hizo ni ukiukwaji mkubwa wa mikataba ya kimataifa. Hujuma mbaya zaidi dhidi ya shule ilijiri katika siku ya kwanza ya vita mjini Minabi, kusini mwa Iran, katika shule ya wasichana ambapo wanafunzi wasiopungua 167 walijeruhiwa.
Wakati huo huo, Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ametaka ufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu shambulio la kinyama lililofanywa kwenye siku ya kwanza ya uchokozi wa pamoja kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya shule hiyo ya msingi. Swali linakuja, je, uchunguzi huo ukikamilika utasaidia kitu gani? Vilevile, waziri wa zamani wa mambo ya nje ya Irani na ambaye sasa ni mbunge amesema kuwa mazungumzo yameonyesha kuwa Marekani imekuwa ikifuatilia sera ya Hada. Manucher Motak amesema hayo katika mazungumzo na shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo ameashiria mazungumzo ambayo yamekuwa yakifanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani chini ya upatanishi wa Oman. Ameongeza kuwa wengi walijaribu kumzuia Rais Trump wa Marekani kuanzisha vita, lakini waziri mkuu wa utawala wa Israeli alikutana naye mara 7 ili kumshawishi aanzishe vita. Amesema Trump alidhani kwamba ikiwa kiongozi muadhamu na makamanda wa ngazi za juu jeshini watauawa, hali itavurugika na Jamhuri ya Kiislamu itashindwa, lakini njama hiyo imesambaratika. Kwingineko, katika mahojiano hayo, Motaki amesema siku hizi jina la Imamu Khamenei ambaye ni imamu wa mashahidi linatambulika kwa adhama na ukamilifu nchini Iran na duniani kote. Amesema shahidi Imamu Khamenei aliyeuawa Jumamosi katika hujuma ya kigaidi ya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli alikuwa na uelewa wa juu katika sera za kigeni. Sasa hayo yakiendelea, ni kwambia utawala wa Marekani hadi sasa umeshindwa kuelezea wazi malengo ya vita dhidi ya Iran na kuzua maswali yanayoongezeka hata miongoni mwa wafuasi waaminifu zaidi wa rais wa Marekani Donald Trump. Politico inaripoti. Kulingana na ripoti hiyo, ikulu ya White House inaishiwa na muda wa kuhalalisha msimamo wake kuhusu mashambulizi dhidi ya Iran. Kulingana na taarifa ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, wanajeshi 6 wa Marekani waliuawa wakati wa operesheni za kijeshi Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi ya awali ya kulipiza kisasi ya Iran. Kama Politico ilivyosema, uhasama unajitokeza huku ukiwa na wito kutoka kwa Republican wanaohusishwa na harakati ya MAGA, Make America Great Again, kwa viongozi kuzingatia masuala ya ndani kutokana na wasiwasi kuhusu mgogoro wa muda mrefu. Vilevile, waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ametishia kumuua mtu yeyote atakayekuwa kiongozi mkuu anayefuata wa Iran kufuatia kifo cha kiongozi wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Anasema kiongozi yeyote atakayeteuliwa na utawala wa Iran kufuata mpango wa kuiangamiza Israeli, kutishia Marekani, ulimwengu huru na nchi katika eneo hili na kuwakandamiza watu wa Iran atakuwa shabaha kamili ya kuangamizwa, waziri huyo aliandika kwenye X. Kulingana na Israeli inakusudia kumwangamiza kiongozi mkuu anayefuata wa Iran bila kujali jina lake au mahali pake pa kujificha. Maamuzi husika tayari yamefanywa, alibainisha. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na mimi tumeagiza vikosi vya ulinzi vya Israeli kujiandaa na kuchukua hatua zote muhimu ili kufikia lengo hili ambalo ni muhimu katika operesheni ya kumuungurumisha simba. Tutaendelea kutenda kwa nguvu zetu zote pamoja na washirika wetu wa Marekani kuponda uwezo wa utawala huo na kuunda mazingira kwa watu wa Iran kuipindua na kuibadilisha, waziri huyo alisema. Lakini nikwambie, Mojtaba Khamenei, mwana wa kiongozi mkuu wa Iran aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei, ndiye mgombea anayewezekana zaidi kumrithi baba yake, The New York Times inaripoti kinukuu maafisa wa Iran. Kulingana na vyanzo vyake, baraza la wataalamu lilikuwa tayari kumtangaza Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 kama kiongozi mpya mkuu mapema Jumatano asubuhi. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe baraza walitoa wasiwasi kwamba hatua kama hiyo inaweza kumfanya awe shabaha ya mashambulizi ya Marekani na Israeli. Siku ya Jumanne, Israeli ilishambulia ofisi ya baraza la wataalamu huko Qom, jengo ambalo lilikuwa limehamishwa mapema na hakuna mtu aliyejeruhiwa. Kulingana na New York Times, mikutano kujadili ugombea wa kiongozi mpya mkuu ulifanyika kwa mbali Jumanne asubuhi na jioni. Kumbuka, Israeli alishambulia huko akitegemea ataua viongozi wote ambao walikuwa wamekwenda au wanatarajiwa kwenda kushiriki kikao cha kumchagua kiongozi mkuu wa Iran, lakini alifeli, ikiwa na maana kwa sasa Iran ameanza kuwa macho zaidi, kukaa chonjo kama wasemavyo ndugu zetu wa Kenya. Vilevile, vikosi vya Marekani vimetumia takriban dola milioni 779 katika saa 24 za kwanza za operesheni za kijeshi katika Mashariki ya Kati, au takriban 0.1% ya bajeti yao yote ya kijeshi kwa mwaka 2026, kulingana na hesabu za shirika la Anadolu la Uturuki. Sehemu kubwa zaidi ya matumizi wakati wa siku ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya uzinduzi wa makombora ya Tomahawk ambayo yaligharimu jeshi takriban dola milioni 340.4. Ripoti hiyo ilisema hii ilifuatiwa na matumizi ya ndege za kivita zenye jumla dola milioni 271.3. Kundi la tatu kwa ukubwa lilijumuisha matumizi ya mifumo mingi ya rocket za HIMARS
pamoja na ukusanyaji wa ujasusi na usaidizi wa vifaa ambavyo kwa pamoja viligharimu vikosi vya Marekani takriban dola milioni 122.2. Mashambulizi yaliyofanywa na mabomu ya kimkakati ya B-2 pekee iligharimu Washington takriban dola milioni 30.2. Kwa hiyo mpaka sasa gharama itakuwa juu zaidi. Vile ndege za jeshi la anga la Israeli zimefanya shambulio la anga asubuhi kwenye kitongoji cha kusini mwa mji mkuu wa Lebanon ambapo vituo vya Hezbollah vipo, chanzo kinathibitisha. Jengo katika wilaya ya Haret lilipigwa ambapo safu nene ya moshi iliweza kuonekana, chanzo hicho kilisema, na kuongeza kuwa wakazi waliondoka kwenye eneo hilo mara tu onyo la jeshi la Israeli kuhusu shambulio hilo lilipotolewa. Usiku mashambulizi ya anga yalilenga eneo la Khazmie mashariki mwa Beirut na kuharibu jengo moja kwenye kitongoji cha Armun. Watu 6 waliuawa wakati wa shambulio hilo. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukusogezea. Shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.